ya Ruto kule Nairobi katika ikulu alizungumza kuhusu kuimarika kwa usalama wa chakula katika taifa la Kenya. Ndio. Kwa sababu ya kule kusambazwa kwa mbolea ya bei nafuu kutoka kwa serikali. Sijui kama umekuwa na nafasi ya kuweza kukutana na wakulima ama pengine kwa sababu wewe ni mfanya biashara ukawa na nafasi ya kuingia katika soko pengine kuona kwamba kwa kweli kuna usalama wa chakula katika taifa la Kenya. Sijeweza vile kukutana na wakulima, lakini kile ambacho najua ni kwamba kutokana na misimu karibu mitatu iliyopita ambayo ilikuwa na mazao mengi sana ya zao la mahindi haswa, katika taifa la Kenya kumekuweko na usalama wa chakula kwa kipindi hicho cha miaka mitatu. Nafikiri hata ukiangalia katika yale maduka ya jumla, bei ya unga miaka 2.5 iliyopita ilikuwa takriban shilingi 200 kwa mfuko wa kilo 2, lakini kwa sasa yako kati ya shilingi 100 na 120. Kwa hivyo nafikiri kwa sasa tunaweza sema kwa kiwango fulani ile agenda ya Mheshimiwa William Ruto ya usalama wa chakula kwenda ikawa imetimizwa kwa kiwango fulani kwa sasa. Lakini iwapo utazidi kuwa vile katika kipindi cha miaka ijayo, unategemea yale matukio ambayo yanatokea kwa sasa na juhudi ambazo wakulima na wananchi wanaweka ili kuhakikisha kwamba usalama wa chakula umedumishwa. Naam, wajua wakati ambapo tunazungumza kuhusu mbolea ya ruzuku kwa mkulima ili kuimarisha uzalishaji wa mahindi hasa na vyakula vingine, pengine wanaofaidi pakubwa ni wakulima ambao pengine wako na mashamba makubwa. Lakini wakulima wadogo mara nyingi wamekuwa kilalama kwamba hizi pembejeo za kilimo za ruzuku haziwafaidi wala haziwafikii. Manake pengine wanaoandikisha ni watu ambao wana mashamba makubwa na wengine pia wanaandikisha lakini hawana ile shamba ya kupanda, lakini anaandikisha na anachukua ile mbolea na anakwenda kumuuzia mkulima kwa bei ambayo bado ni ya juu tu. Nafikiri tunaweza hitaji muda zaidi ili kuweza kufanya uchunguzi wa kina kuhusu hayo, kwa sababu ninalojua ni kwamba ukitembelea yale magala ya hifadhi ya nafaka ya kitaifa utapata ya kwamba kuna zile orodha ya watu zilizowasilishwa na machifu na manaibu wao ambao wamejisajili kama wakulima, na wengi wao ni wakulima wadogo. Nafikiri kile ambacho wakati mwingine kinatukumba kama wananchi au wakulima wa Kenya ni kwamba pengine kuna wale ambao wanajiandikisha ambao si wakulima, wanajiandikisha pale, wanaenda wanauziwa ile mbolea kwa bei ya shilingi 2,500, kisha wanauza kwa shilingi 3,500, 4,000 ili kujizolea wenyewe faida. Kwa hivyo unapata ikiwa mkulima akasema kwamba pengine ana ekari 50 ya shamba ya kulima mahindi, pengine amekabidhiwa mfuko wa kilo 50 kwa kila ekari, pengine amepata magunia 50 ya ile mbolea ya bei nafuu, unapata pengine akiuza anapata faida ya shilingi 50,000 kwa yale magunia 50. Kwa hivyo tumeona utovu wa nidhamu kwa kiasi fulani kwa wananchi wa Kenya ambao kwa wakati mwingine si wakulima, lakini wanachukulia ile nafasi ya kuweza kupeanwa kwa ile mbolea ya bei nafuu ili kuweza kujinufaisha kibiashara. Na pengine hayo ndio tunahitaji kuchunguza kwa zaidi, lakini kile ambacho ninajua ni kwamba 90% ya wale ambao wanafaidika na mbolea hii ni wale ambao majina yao yametoka kutoka kwa wale viongozi wa serikali katika ngazi za chini, manaibu wa chifu pamoja na chifu ambao wamewatumia wale manyumba 10 na wazee wa mitaa ili kuweza kupata ile data ya kuhakikisha kwamba pengine ni sajili sahihi ya wakulima.
Naam, pengine turejee na kuangalia swala la kupata vitambulisho. Nakumbuka kwamba wiki mbili imepita tulikuwa tumezungumzia hilo swala. Kwa sababu alikuwa amezungumza rais akiwa katika ziara kule Northeastern kuhusu kaskazini mashariki kuhusu mambo ya vitambulisho hasa katika maeneo ya mipaka na ikawa imeleta hisia kinzani kwa sababu baadhi ya viongozi na hata Wakenya wakasema kwamba pengine hatua ya rais kuondoa ule msasa kwa sababu ya kupata vitambulisho ungeweza kuhatarisha usalama wa taifa. Na bado hilo swala japo limebadilika na kuchukua mkondo tofauti kwa sababu tena amezungumza juma ambalo tumeanza kwamba Wakenya wapewe vitambulisho bila kuweza kutozwa ada yoyote. Na hiyo hatua imeshabikiwa na ikaweza kuibua tena ile mihemko na msisimko kuhusu je, tulikuwa tumesikia pale awali kwamba Wakenya wapewe vitambulisho bila msasa hasa maeneo ya mpaka ambayo kulingana na kiongozi wa taifa hilo ni swala ambalo lilikuwa linarahisisha Wakenya kupata vitambulisho. Na pia kule kutolewa ada kupata vitambulisho ikawa imeshabikiwa zaidi kwa sababu Wakenya wengi wamekuwa wanakosa kupata vitambulisho kwa sababu ya ile pesa ambayo walikuwa wanafaa kulipia. So sijui kama hili swala bado lina uzito katika masuala ya usalama kwa sababu sasa nilikuwa naona kusema kwamba sasa wale ambao wanakaa upande wa kaskazini mashariki kwamba wapate vitambulisho kwa wingi. Na ikawa pia bado ni kama si swala ambalo linashabikiwa na baadhi ya viongozi na Wakenya. Kila uamuzi ambao unatolewa na serikali au kiongozi lazima utakuwa na sehemu yake ya pingamizi. Lakini vile vile tunaweza kuangalia uamuzi kama ule kwa upande mbili, ya kwamba upande mmoja amerahisisha shughuli ya upeanaji wa kitambulisho cha kitaifa kwa sababu hata ingawa ile mbinu ambayo inaitwa vetting kwa maeneo yaliyoko mipakani imeondolewa, lakini bado asasi za usalama zina njia ya kuweza kutathmini ikiwa anayekabidhiwa cheti kile cha kitaifa ni mwananchi halali au pengine si mwananchi halali. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, huenda ikawa likawa ni penyo kwa wale ambao pengine wanatafuta njia za kufanya uhalifu nchini na si wananchi wa taifa la Kenya, kuweza pengine penyeza wakati mwingine kupitia njia ambazo si nzuri ili kuweza kujipatia kitambulisho. Lakini hata kukiwepo na lile zoezi la kuwachunguza maarufu kama vetting, kuna wale ambao kupitia kwa sababu wengi wale ambao wanataka kupata uraia kwa njia ambayo si halali au na iwapo hao si raia wa taifa la Kenya, wengi wao ni watu ambao wana hela nyingi. Kwa hivyo hata kuwepo zile asasi za uchunguzi maarufu kama vetting, bado hao huweza kupenyeza kwa sababu wanapeana hongo kwa maafisa wanaohusika na lile zoezi, na hivyo basi wanafanikiwa kupata zile vitambulisho. Kwa hivyo mimi nafikiri ya kwamba ni changamoto kwa asasi za usalama kuweza kubaini ya kwamba yale majina ya watu ambao pengine stakabadhi zao zinakabidhiwa ile Department ya Civil Registration kupata kitambulisho ni yale ambayo tayari licha ya kuwa hakuna zoezi la vetting wameyafanyia uchunguzi wa kikamilifu. Kuondolewa kwa ada vile vile kuna wasaidia wananchi wa Kenya kwa sababu wengine wetu tukipata vitambulisho mara ya kwanza hatukutozwa ada. Kwa hivyo hizi ada ambazo zilikuwa zimewekwa shilingi 1000 kwa kila ambaye pengine anaenda kutafuta, ilikuwa inamweka katika hali ya kutofanikiwa sana mwananchi ambaye pengine kupata zile shilingi 1000 au kupata zile ada ni changamoto kidogo. Kwa hivyo kuondolewa kuna mrahisishia Mkenya, ambapo ni haki ya kila Mkenya kutambulika na serikali yake kwamba yeye ni Mkenya halisi na kuweza kupewa stakabadhi zote za kitaifa zinazomwezesha kufanya shughuli zake kama mwananchi wa Kenya bila vizingiti vyovyote. Kwa hivyo mimi ninakubaliana na kuondolewa kwa zile ada. Upande wa kaskazini mashariki kuna changamoto ya wale ambao tunasema ni wakimbizi kutoka katika nchi ya Somalia, ambao pengine ndio wasiwasi ilikuwemo kukitolewa ile amri ya kwamba hawahitaji kwenda katika zoezi la kuwapiga msasa, basi pengine watapitia pale na kuweza kupewa vitambulisho vya kitaifa na kuwa raia wa Kama
kama mmoja wa wale ambao wanahusika au wenye interest kuu katika mambo ya wakimbizi, haswa lile likiwa moja ya sehemu ambayo mimi huzingatia sana, kwa sababu iko katika laini yangu ya professionalism. Nafikiri ya kwamba kwa wakati mrefu kumekuweko na wakimbizi dunia nzima, na pengine suluhisho sahihi ya jinsi gani kuwashughulikia wakimbizi halijapatikana. Je, ni waendelee kubaki katika zile kambi za wakimbizi? Je, ni warejeshwe katika nchi zao, au ni waweze kufanyiwa ile tunaita integration, ili wawe sehemu ya raia wa nchi wanapokaa? Na kwa muda mrefu kuwaregesha wakimbizi katika nchi zao imekuwa ndio suluhisho sahihi. Lakini hivi majuzi, nafikiri mwaka 2020 mpaka 22, nimekuwa nikifanya utafiti kuhusu wakimbizi, na kile ambacho nimeweza kugundua ni kwamba wakimbizi kurejeshwa nchi walizotokamo au walizozaliwa, nchi zao za nyumbani, sio suluhisho sahihi. Na pengine mataifa ya kigeni katika ile ambayo tunasema recommendation au mapendekezo, nilipendekeza ya kwamba Umoja wa Mataifa utengeneze sheria ili kuhakikisha ya kwamba pengine wakimbizi wanapokaa katika nchi fulani kwa kipindi cha miaka 5 au zaidi, basi ile nchi nayo wakubalia wakae pale kama wakimbizi, ikaweze kuanzisha mtindo wa kuwa integrate katika ile society, katika ile jamii, ili wakaweze kuwa sehemu ya nchi ambayo wameweza kuhifadhiwa kama wakimbizi. Taifa la Marekani linawakubali wale tunasema immigrants kwa kiwango fulani kusajiliwa na kuwa wananchi wa taifa la Marekani, na hata kushiriki katika mazoezi muhimu kama vile upigaji wa kura na maamuzi mengine ya kitaifa. Kwa hivyo taifa la Kenya na mataifa mengine ambayo yamekuwa hifadhi ya amani kwa wakimbizi kutoka mataifa ambayo yanakumbwa na ghasia na vita vya ndani kwa ndani, basi yaweze kupewa idhini na kuwepo na sheria ya kuwakubalia wale wakimbizi kuweza kufanywa sehemu ya moja ya taifa lile ambalo wanahifadhiwa. Na kupewa ule uraia pengine baada ya kuchukua muda fulani na kuishi katika lile taifa kwa kipindi fulani. Ndio. Haswa ikizingatiwa kwamba pengine taifa ambalo wanatoka limeshuhudia kipindi kirefu cha vita. Haswa kama vile taifa la Somali, tumeona kwa kipindi kirefu pia taifa la Sudan limekumbwa na mizozo. Kwa hivyo kuzingatia yale ambayo yametendeka, kunaweza kuwepo na changamoto kama zile zilizoshuhudiwa Kenya miaka 2007 2008 ambazo zilikuwepo kwa takribani miezi 2 na mambo yakawa shwari. Wakimbizi kama wale wanaweza kuwa katika nchi jirani kwa muda mfupi na wakarejea nchini mwao baada ya kupatikana kwa amani. Lakini kwa yale mataifa ambayo yamekumbwa na mzozo kwa muda mrefu, nafikiri ni wakati mwafaka kama mataifa tunayohifadhi wakimbizi kuweza kuwapa uraia wananchi wale. Naam, pengine ni swala muhimu kwa sababu ya ule ushirika, mambo ya demokrasia, mambo ya uhusiano wa kigeni. Ndiyo. Lakini sasa tukirejea katika taifa letu la Kenya, ulisema kwamba mwanzo pengine kwa wale wa Kenya ambao tulipata vitambulisho hapo nyuma kitambo kidogo, Ndiyo, pengine hatukuwa tunatozwa ada ili kupata kile kitambulisho. Ndiyo. Lakini sijui kama ni baadhi ya Wakenya tu, kwa sababu kulikuwa na kule kusumbuka kwamba ungeenda kufanya ile vetting, uende pengine kulikuwa na kipindi fulani kimewekwa, ukienda usikose kupata, urejee tena wakati mwingine umewekwa tena uende usikose, na wakati mwingine pia ulikuwa unahitajika kuweza kubeba ile airtime kidogo, pengine kuweza kumfadhili yule mtu ambaye anashughulika katika swala la vetting ili upate kile kitambulisho. Na hapo labda hakukuwa na ada, ama kulikuwa na ada kiasi tu ambayo tulikuwa tunalipia. Sijui pendekezo lako wewe, unaona vipi kwamba sasa Mkenya huyu anaenda kutafuta kitambulisho wakati ameenda mikono mitupu bila chochote ili aweze kupata ile kitambulisho cha kitaifa, itakuwa vipi? Jambo la kwanza, mimi nafikiri kuna asasi za usalama nchini ambazo kwa kiwango kikubwa tayari kabla ya kupeana kwa zile vitambulisho huwa zina ile tunasema ni
maelezo kumhusu mwananchi. Tukianzia wale wanafunzi ambao kila mwaka wanafuzu kutoka kidato cha 4. Wengi wao katika kidato cha 4 wamefikisha umri wa miaka 18. Na kama taifa ninafikiri ni wakati ambapo pengine yule ambaye anafikisha miaka 18 akiwa katika kidato cha 4 ni wakati mwafaka ambapo anapopata cheti chake cha kidato cha 4 basi vile vile akabidhiwe ile stakabadhi ya kitambulisho cha kitaifa, kwa sababu kabla hajasajiliwa katika mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 mwanafunzi yule anaambiwa alete ile tunasema ni birth certificate ili kuhakikisha kwamba amezaliwa katika taifa la Kenya. Vile vile anaambiwa alete stakabadhi za wazazi wake kwa wakati mwingine, pengine kitambulisho cha kitaifa wakati anaposajiliwa ndiye apewe ile nambari ya kuweza kufanya mtihani. Nimesikia kwamba nambari ile kwa sasa inaitwa Kenya Education Information Management System, kitu kama ile. Anapopewa ile nambari, tayari ile nambari kabla hajaweza kukabidhiwa stakabadhi muhimu zimeweza kukabidhiwa serikali ya kitaifa, ikiwemo vitambulisho vya wazazi, mmoja au wazazi wake wawili, ikiwemo stakabadhi yake ya kuzaliwa kama ni ile birth notification au ile birth certificate. Kwa hivyo tayari serikali ina stakabadhi za wanafunzi hao. Wanapotimia umri wa miaka 18 pengine katika kidato cha 4, basi wakati wanajisajili kwa minajili ya kufanya mtihani wao wa kidato cha 4 katika mfumo wa sasa, na pia katika ile grade ya 12 pengine kwa wale ambao wataanza mfumo ule katika miaka inayokuja, anaposajiliwa basi nafasi ile itumike kumsajili vile vile kupata kitambulisho cha kitaifa. Nafikiri tutakuwa tumeondoa hizi requirements zingine kwamba ni lazima uende kuchunguzwa, kwa sababu tayari unajulikana ya kwamba wewe ni mwanafunzi, wewe ni raia wa taifa la Kenya. Ni nini kilichosalia? Ni kukabidhiwa cheti chako rasmi baada ya kuhitimu. Anapokuwa mtoto mdogo, mzazi anahusika katika kumtafutia ile birth certificate. Anapohusika kufanya vile, anapeana kitambulisho chake cha kitaifa na cha mke wake pengine. Kwa hivyo tayari katika ukuaji wa raia huyu kutoka alipokuwa mtoto, serikali ina stakabadhi ambazo zinaonyesha kwamba yeye ni raia wa taifa. Naam, kwa sababu akizaliwa mtoto ile notification ama kutafutiwa kule kutafutiwa cheti cha kuzaliwa ile birth certificate inaashiria tosha kwamba huyu ni Mkenya. Huyu ni Mkenya. Kwa hivyo nakumbuka katika sheria za nchi ni kwamba ukizaliwa Kenya una haki ya kukabidhiwa rasmi au kutambulika rasmi kama raia wa Kenya. Hata ijapokuwa pengine wazazi wako ni kutoka mataifa ya nje, lakini unapozaliwa katika taifa la Kenya, ikiwa wewe unataka kuhifadhi uraia wako, basi unakabidhiwa uraia wa taifa kama mzaliwa wa taifa la Kenya. Inasemekana kuwa ni registration by birth. Naam. Umezaliwa nchini. Kwa hivyo kulingana na mimi, hata wale wakimbizi ambao pengine wamezaliwa, wazazi wao wameweza wapata wakiwa kwenye kambi za wakimbizi. Kwenye kambi za wakimbizi. Wana haki ya kuwa Wakenya. Wana haki ya kuwa Wakenya kwa sababu wamezaliwa katika himaya ya taifa la Kenya. Naam. Kwa hivyo japo kwamba viongozi wanazungumza kuhusu mchakato mzima wa kupata usajili wa kitambulisho cha kitaifa, wanafaa kuangazia vitu vingi tu. Kuangazia vitu vingi ili kupunguza mambo mengi kama vile pengine yule ambaye hana hizi stakabadhi zote ndiye anaweza kuwekwa katika sehemu ile sasa ya kupigwa msasa ya kwamba je, imekuwaje ulizaliwa katika taifa la Kenya, hauna stakabadhi ya kuzaliwa, pengine watasema pengine wazazi wake hawakuwa na nafasi ya kumpeleka kuzaliwa katika hospitali, lakini vile vile katika sheria za nchi kumepeanwa nafasi ya kwamba ukizaliwa nyumbani uende ukaripoti kwa chifu na chifu akaweze kupeana ile birth notification. Kwa hivyo kama hana hizi stakabadhi zote, ni nini kilichotokea? Huyo ndio mtu ambaye pengine anafaa kupigwa msasa. Lakini kwa wale ambao wana stakabadhi za kuzaliwa nchini, mbona upigwe msasa na umezaliwa katika taifa la Kenya?
Naam, shukran. Pengine tukiacha hilo manake tumeliangazia na nadhani kwamba tulivyosema na ulivyoshauri ni kwamba serikali iangalie mikakati fulani. Iangalie kwamba huyu ni mwanafunzi, amekuwa shuleni, ana stakabadhi hitajika, kwa hivyo kupewa kitambulisho cha kitaifa iwe kazi rahisi ili kumfaa, kwa sababu vitu vingi tunavyoendelea mambo yanabadilika, teknolojia inatumika. Ndio, na wakati kulipoletwa huduma namba tulidhani ya kwamba huduma namba itaondoa mambo mengine kama haya, kwa sababu mtoto mdogo anaposajiliwa katika ile sehemu tulijua ya kwamba itatumika katika maisha yake yote. Anapofika umri wa miaka 18 ile huduma namba inabadilishwa kutoka ya mtoto na kuwa ya mtu mzima, na hahitaji stakabadhi nyingine ya kujitambulisha, kwa sababu ile huduma namba tayari na nambari yake ya shule, na nambari yake ya usajili, na nambari yake ya kuzaliwa, na mambo yote yamejumuishwa katika ile huduma namba. Kwa hivyo sijui mahali kulipotokea makosa ndiposa mahakama makuu ikaweza kuzuilia utekelezaji wa ile huduma namba, lakini ingelikuwa ni jambo nzuri sana, kwa sababu kutoka mdogo mtu angekuwa anajulikana haswa yeye ni raia, na anapohitimu miaka 18 ni kwamba ile huduma namba katika system inabadilika automatic kwamba huyu alikuwa raia, mtoto wa taifa la Kenya, sasa ni raia mtu mzima katika taifa la Kenya. Naam. Na kuna wakati pia tumekuwa tunazungumziwa kuhusu vitambulisho ambavyo vinachukua kipindi fulani alafu vinakuwa na kule kuchina. New generation. Wamesema kwamba inaekewa ile tunasema microchip, ambayo pengine lifespan ya microchip kulingana na maelezo ya teknolojia sasa ina takriban miaka 10. Baada ya miaka 10 inaweza ku expire. Kwa hivyo ndio walikuwa wanasema kwamba vile vitambulisho ambavyo vinaletwa kwa sasa vinawekewa ile microchip ambayo pengine baada ya miaka 10 itakuwa inahitaji kuwa renewed, iweze kuwekwa mpya kwa kipindi kinachofuata. Jambo nzuri, lakini pia vile vile teknolojia inazidi kuimarika kila siku. Mbona isiwe ni microchip ambayo itawekwa na idumu katika kipindi cha miaka 50? Pengine tufanye, ikiwa ni lazima ya kwamba tubadilishe vitambulisho, ifanyike baada ya kipindi cha miaka 50. Kwa sababu inapofanywa kipindi cha miaka 10 pengine itawapa nafasi maafisa wa serikali kuweza kuhusika katika ufujaji wa pesa, kwamba baada ya miaka 10 vitambulisho vyote vimeweza kuexpire, na hivyo basi kunahitajika kandarasi au mwanakandarasi ili kuhakikisha kwamba wananchi wanapata vitambulisho vingine. Ndio havitakuwa vina expire wakati mmoja, lakini kama watu milioni 5 watakabidhiwa vitambulisho mwaka 2025, ni kumaanisha mwaka 2035 watu milioni 5 vitambulisho vyao vitakuwa vimeweza kuexpire, kumaanisha kwamba ikiwa pengine kitambulisho, gharama ya kutengeneza kitambulisho kile ni shilingi 200, basi tutahitaji takriban bilioni 10 kuweza kutengeneza vitambulisho vile. Inapeana nafasi kwa watu kuweza kufanya ulaghai mahali na vile vile kushiriki katika ufujaji wa pesa za umma. Na pengine unavyosema pengine kuna wale ambao yao ina expire 2035, kuna wale 2036 maybe, kuna wengine. Kwa hivyo inakuwa ni swala ambalo pia ni gharama nyingine. Kila mwaka wa kifedha pengine tutahitajika kutenga mabilioni ya pesa kwa minajili ya kufanya renewal ya vitambulisho vya kitaifa. Kwa hivyo ni kuangalia. Nadhani kwamba ni swala la msingi kwamba kitu kabla kiweze kuletwa katika mfumo fulani, katika sera fulani, katika utekelezwaji, lazima kiangaliwe na kiangaliwe kwa undani kabisa. Waangalie kwamba uzuri wake japo ni huu, lakini pia changamoto zake ni zipi. Itakuwa ni swala la msingi. Pengine kidogo turegelee katika hili swala la viongozi wa kisiasa, kwa sababu siku ya Jumapili kule Nairobi baadhi ya viongozi wa kisiasa waliweza kuzuiwa au niseme kwamba hawakupewa nafasi ya kuweza kuzungumza kanisani na waumini. Na akasema askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana nchini Jackson Ole Sapit kwamba sasa katika kanisa, wewe ni Mwanglikana sio, kwamba sasa hakutaruhusiwa katika kanisa la Kianglikana wale wanasiasa kupewa nafasi ya kuongea moja kwa moja wakiwa pale kwenye labda ile madhabahu ya kanisa. Ndio. Na nakumbuka akasema wazi kwamba anashukuru kwamba maaskofu wake wote walikuwepo
siku ya Jumapili. Kwa hivyo wanatarajia kwamba agizo lile litaweza kuzingatiwa kwa mapana ya nchi katika diocese zote za kanisa la Kianglikana nchini. Jambo zuri, na hapo mbeleni tumemwona Askofu Mkuu Jackson Ole Sapit akijizatiti haswa kuweza kuhakikisha ya kwamba wanasiasa hawapewi ile nafasi ya kuweza kupiga siasa ndani ya kanisa. Kwa wakati mmoja akawa anaonekana kama anafaulu, lakini sijui wapi ambapo mambo yalienda mrama, kisha tukaona ya kwamba mambo yale yameanza kurejelewa. Nafikiri pengine tu sio kwa misingi ya kisiasa, ila kwa heshima inayomhitaji pengine kiongozi wa nchi. Daktari Ole Sapit alikuwa anamruhusu rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ijapokuwa amewazuia wanasiasa kuongea, lakini katika ibada ambazo alikuwa anahudhuria rais Uhuru Kenyatta, basi alikuwa anapewa ile nafasi ya kuweza kuwasalimia waumini. Vile vile nafikiri ya kwamba ikiwa katika hafla ambayo atakuwemo na kiongozi wa taifa Mheshimiwa William Ruto kwa sasa, sio kwa sababu pengine anamuunga mkono au amuungi mkono au kwa sababu za kisiasa, atakuwepo katika ibada ile, ninafikiri ya kwamba ataruhusiwa kuongea kwa sababu yeye ni kiongozi wa taifa. Mbali na siasa, yeye ndiyo kiongozi rasmi wa taifa. Viongozi wa kisiasa, viongozi wa kidini, viongozi wa tajriba mbalimbali, wote kwa sasa wanamuangalia Mheshimiwa William Ruto kama kiongozi wao rasmi. Kwa hivyo ninafikiri tu ni heshima ya ile tunasema ya mamlaka, authoritative respect, ya kwamba mahali alipo rais wa jamhuri atapewa ile nafasi ya kuzungumza na ikiwa ni waumini au ni raia, ijapokuwa inamfaa pia anapopewa ile nafasi rais wa jamhuri azingatia kwamba kuna maagizo ambayo yametolewa na kanisa ya kwamba siasa zifanywe kanisani, na hivyo basi akaweze kudumisha nafasi yake kwa kuongelea mambo ya umoja wa kitaifa na pengine tu kutoa salamu zake za heri kwa waumini wale. Kwa hivyo mimi naunga mkono maamuzi yaliyotolewa, lakini nikisema kwamba alipo rais wa jamhuri ni vyema tu kwa heshima ya kiongozi wa taifa kuweza kupewa ile nafasi ya kuzungumza na waumini na kupeana heri njema kwa wale ambao ni wananchi wa taifa la Kenya. Naam, kama unavyosema kwamba pengine ni kwa sababu ya ile heshima ya kanisa. Ndiyo. Na kutoruhusu siasa kupigwa ndani ya kanisa. Ndiyo. Na alivyofanya Jumapili ni kwamba alisoma tu majina ya wale viongozi waliokuwa pale kanisani. Ndiyo. Lakini tukawasikia, unajua Wakenya, kila kitu kinachotokea kwa Wakenya huwa wanaongea. Ndiyo. Na Wakenya huwa wanatoa hisia zao. Ndiyo. Tukaja kusikia hisia za Wakenya, wakajiuliza kwamba Askofu Ole Sapit alizungumza kuhusu kutopokea michango ya wanasiasa kanisani. Hakuzungumza kuhusu kutopokea. Alisema ya kwamba ikiwa kuna mtu ambaye ana hiari kuleta michango yake kanisani au sadaka yake, anaruhusiwa kuleta jinsi atakavyoleta muumini mwingine, ila isitumike ile fursa kuweza kujipigia debe. Kwa mfano, ikiwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ataamua kuleta sadaka yake, basi alete atumbukize pale. Watakapohesabu pengine sadaka zilikuwa ni shilingi milioni 5 na pengine rais kaongeza milioni 1, haitajulikana ni rais aliyetoa shilingi milioni 1. Itajulikana ya kwamba waumini waliokuwemo katika ibada ile siku, akiwemo Rais wa Jamhuri, wamechangia kutoa sadaka pengine ya shilingi milioni 6. Hivyo ndivyo alivyosema, kama nilivyompata, ya kwamba hakuna ambaye anazuiliwa kuleta sadaka yake kanisani. Lakini isitumike ile fursa ya kuleta sadaka kanisani kutangazia mataifa ya kwamba mimi nimeleta sadaka kiasi fulani katika kanisa hili. Na akasema ya kwamba hawajaitisha michango. Ikiwa pengine ni hafla ya michango kwa kawaida kile ambacho kinatolewa kinatangazwa. Pengine hiyo ni hafla tofauti ya kwamba kuna changisho ya kuchangia mradi fulani na tumewaalika viongozi wa kisiasa na wengine, basi pengine atafanya vile vile, atasema Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ametupea shilingi milioni 1, naibu wa rais ametupea shilingi 1500 na wengine atangaze vile alivyotangaza ya kwamba leo tuna aliyekuwa naibu wa rais, tuko na kiongozi wa upinzani Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tuko na wengine, atangaze vile vile, iwe ni yeye kwamba ametangaza
Haya ndio tumeyapokea nafikiri. Naam, pengine nikuulize wewe mchungaji kasisi anayehusika. Ndio. Nikuulize tu kwa mtazamo wako wewe kama Mkenya. Unahisi kama pengine kiongozi yeyote yule wa kisiasa anapoenda kanisani, ndio, akitoa ile sadaka yake, unahisi kama kunaweza kuwa na kule kunyamaza kwamba hii sadaka ihesabiwe tu kama sadaka ya muumini yeyote? Manake tumeona katika hafla nyingi tu ama katika ibada nyingi kwamba wakienda mara nyingi wao wanatoa ahadi. Kwanza anapewa ile kipaza sauti aseme kwamba nimetoa hela fulani. Kwa hivyo sijui kama hili swala la kunyamazia kwamba akienda kanisani atoe iwe ni kama tu ametoa sadaka itawezekana. Kwa sababu unakumbuka wiki iliyopita alikuwepo kanisani Nairobi kule kiongozi wa taifa. Ndio. Na akaweza kutoa ahadi ya shilingi milioni ngapi? 20. Na ikawa pia imeanza kuibua ile hisia kwa Wakenya ambao ni Gen Z. Na wakawa wamejaribu the following Sunday wakawa wameenda pale kanisani. Sijui kama kwanza zile ahadi za pesa zilitolewa, hatujui, mimi sijui kama zilitolewa. Ndio, alitoa ahadi. Kulingana na mimi, rais anaweza kutoa ahadi pengine vile anavyotoa ahadi ya kwamba kuja katika shule fulani anasema kwamba nyinyi mradi madarasa yenu yamebomoka, pengine mchango wangu wa kibinafsi utakuwa shilingi milioni 5 kuhakikisha kwamba mmerekebisha zile madarasa. Na kwa kiwango fulani mimi sioni kama kuna shida ikiwa rais anaweza changia katika kurekebishwa kwa madarasa, mbona asichangie katika kurekebishwa kwa hekalu? Sioni kama kuna makosa pale. Lakini pengine mheshimiwa rais au viongozi wale wa kisiasa wanaweza kuwa na mbinu tofauti ya kuweza kutimiza yale ambayo wameahidi. Pengine wamepewa ile bajeti, wakaambiwa kwamba sisi bajeti yetu ya kufanya marekebisho ni shilingi milioni 100. Rais aseme kwamba mimi nitaenda kuzungumza na marafiki zangu na tuone sehemu ambayo tutachangia. Rais baadaye pengine kupitia kwa uongozi wa kanisa apeane lile changisho lake likaweze kufika pale kanisani. Waumini wa lile kanisa wataweza kujua, kwa sababu wakati yule rais hata kuwepo, waumini wa lile kanisa ndio watakaojua peke yao, sio taifa nzima litakalojua. Nafikiri mambo haya yanazua mihemuko na misumuko, kwa sababu rais anapokuwepo pale, vyombo vya habari na asasi zote za habari nchini zinamulika rais wa jamhuri. Kwa hivyo kile ambacho atafanya, pengine mheshimiwa rais alikuwa anatoa hela nyingi hata kabla hajakuwa rais, hata kabla hajakuwa naibu wa rais, lakini kwa sababu hakuwa wakati ule rais au naibu wa rais, basi mtazamo wa asasi za vyombo vya habari ulikuwa kwa mtu mwingine. Pengine ulikuwa kwa mheshimiwa Mwai Kibaki ambaye pengine wakati ule alikuwa rais wa jamhuri, au kwa mwingine. Lakini kwa sasa asasi zote za vyombo vya habari vinamwangazia rais wa jamhuri. Je, atasema nini siku ya leo? Yanamwangazia pengine ambaye ni naibu wake, ataongea mambo gani siku ya leo? Kwa hivyo anaposema kile ambacho pengine kitafanywa kama headline ni kwamba pengine ametoa shilingi milioni 5, hatutazingatia alizungumza mambo ngapi kabla ya kusema kwa sababu ya hizi shida zote ambazo mmeniambia, mimi ninatoa changisho langu la shilingi milioni 5. Hatutazingatia, tutazingatia tu kwamba leo alikuwa hapo na ametoa shilingi milioni 5. Pengine wale kabla ya kuja pale kanisani alikuwa amekutana na mchungaji wa kanisa, kwa sababu rais hawezi zungumza tu, amekuwepo katika hafla nyingi za ibada na anaongea na anaondoka. Lakini kwa yale ambayo pengine anatoa changisho ni kwamba uongozi wa kanisa umemwendea ukamwambia kwamba tuna changamoto fulani, tuna changamoto fulani, tuna changamoto fulani. Vile vile kama wakati alipokuja katika kanisa mjini Bungoma, kanisa la St. Crispin's, sio kwamba rais alifikiria tu akasema kwamba mimi nawapea hela ili kwa mfano muweze kumaliza jengo lenu. Aliambiwa kwamba miradi ambayo inaendelea hapa pengine ni moja ni hili, la pili ni hili, la tatu ni hili. Changamoto tu ni kwamba pengine tumekosea shilingi milioni 20 kukamilisha jengo letu ambalo tayari pengine limegharamika kwa zaidi ya shilingi milioni 50. Na yeye akaona kama Wakristo wametoa shilingi milioni 50 kuweza kufikisha jengo lile mahali pale, mbona yeye ambaye pengine amekuwepo pale mara moja kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita mara moja kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita, pengine kuna Wakristo ambao tayari wamechangia karibu mara 10 shilingi 50,050 ambayo ni shilingi milioni 5.
kwa hiyo kipindi cha miaka 10. Lakini kwa sababu yao imetolewa kidogo kidogo, haijezua miemuko kwamba mtu fulani katoa shilingi milioni 5. Lakini kwa sababu rais atakuja hapo, na pengine atakuja baada tena ya miaka 10, au pengine wakati mwingine atakapozuri kanisa ile hata kuwepo kama rais tena, ni ile nafasi ya kipekee, ndiposa akaona kwa mchango ambao nyinyi mmefanya takriban milioni 50, wacha mimi niwaongezee milioni 5 ili mkaribie ile target yenu ya shilingi milioni 60. Ukiangalia kutoka katika mabano hayo, utaona ya kwamba kwa kiwango kikubwa pengine tunafanya ile inaitwa harsh judgment of our political leaders. It is not that in every day they are in those respective churches. It could be their only contribution in that church for the entire period of their lives. Naam, pengine hakuna mtu ambaye amewaelewesha wale wa Kenya kama vile unaelewesha, kwa sababu kwa kweli umezungumza kuhusu Askofu Lisapit kuzungumza kuhusu michango ya wale wanasiasa, kwamba mtu aleta kwa hiari yake kama na mchango labda ni muumini, lakini kanisa Katoliki wakati mmoja kupitia uongozi wake iliweza kusema kwamba itarejesha ule mchango ambao ulikuwa umeletwa, na ilichukua kipindi kifupi tu, alafu ikawa kwamba pengine rais ametembelea kanisa la Anglikana hapa mjini Bungoma, na kwa kumetolewa mchango wa shilingi milioni ngapi? 5, ambazo zilimletea askofu tatizo kidogo, kwa sababu vijana walichukulia ile opportunity kwanza ile hafla iliyofanyika kule Nairobi, katika kanisa la Nairobi, ilifanyika baada ya mheshimiwa rais kutoka mjini Bungoma. Kwa hivyo alitangulia mjini Bungoma, ikawa ni kwamba amepeana ahadi ya kwamba mimi nitakapofanya mavuno yangu shambani nitaleta ile asilimia yangu ya mavuno katika kanisa, na akasema kwamba hata nikiwaletea zile magunia 1000, kwa sababu aliahidi magunia 1000 ya mahindi kama sehemu ya mavuno yake, akasema kwamba hata nikileta hiyo bado itakuwa haijafika ile pengine asilimia 10 ambayo anastahili kutoa kama mavuno. Lakini akasema kwa sababu mimi nina mahali pengi pa kutoa, ingine nitapeleka mahali pengine mheshimiwa rais kavuna takriban magunia 1400 ya mahindi. Je, thuluthi 10 yake ni gani? Inafaa kuwa pengine magunia 4000. Sasa ikiwa ametoa magunia 1000 kwa kanisa la St. Crispin's, bado ana mengine 3000 ambaye anaweza kutoa mahali pengine. Lakini hakuna mtu ambaye anataka kuangalia haya kwa mtazamo huu. Pengine wengine watasema mbona isipelekwe katika mashirika yanayohusika na wale ambao hawajiwezi, pengine kwa minajili ya msaada. Je, tunajuaje kwamba rais anapotembelea mashirika yale vile vile huweza kutoa pesa katika mashirika yale na huenda huwasaidia wale katika mstakabali wa shughuli alizokuwa nazo siku ile? Wale ambao walikuwa na mahitaji ni lile kanisa ambalo alihudhuria, na ndio maana akatoa sehemu ya ile ambayo pengine yeye kwa sababu amefanikiwa kwa kiwango fulani aliona ya kwamba litasaidia kwa kiwango fulani. Pengine mheshimiwa rais angesema atatoa magunia 10. Je, magunia 10 yangeweza kuhakikisha ya kwamba yeye amechangia vilivyo katika kuweka pengine tofali moja au mawili katika ujenzi? Hayo ni maswali ambayo tunaweza jiuliza. Lakini kulingana na mimi, tuwe na nafasi ya kuangalia mstakabali ambao pengine umewafanya wale viongozi wakaweza kutoa yale mchango ambayo yanaweza kutolewa katika ule wakati. Mheshimiwa rais pengine akizuru kanisa letu pengine pale mjini Nairobi la All Saints Cathedral, je, atatoa hela za shilingi milioni 5 kwa sababu ya ujenzi? Ni swala ambalo tunaangalia, kwa sababu pengine kanisa la All Saints halina mahitaji ya ujenzi kwa sasa. Kanisa lile tayari lina ujenzi wa takriban shilingi bilioni 2 ambao zilitumika katika ujenzi wa ile tunasema CTC Center. Pengine hawahitaji, lakini wakati ule kulipokuwa kunafanya ule changisho wa ujenzi wa lile jumba, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa kama rais na alitembea na kutoa mchango wake kama baadhi ya changisho katika mradi ule. Kwa hivyo huenda ikawa tunasema kwamba Mheshimiwa Rais William Ruto ameenda zaidi. Nafikiri katika utoaji wa hela kama Rais William Ruto ametoa zaidi kuliko watangulizi wake. Michango ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa wakati mwingi ilikuwa ni shilingi milioni 2. Yeye akitoa milioni 2 unapata naibu wa rais kwa wakati ule sasa Rais William Ruto anatoa shilingi milioni 1. Ambapo ilikuwa ni jambo nzuri la heshima, kwa sababu sio vizuri pia ukitoa zaidi kuliko
yule mkubwa wako. Lakini kwa sasa yeye ndio kiongozi wa taifa, pengine yeye anajua katika mbinu zake na katika kushiriki kwake katika shughuli mbalimbali za ujenzi wa taifa anafaidika kwa hili na lile, pengine bado hajafikia ile 10% anayohitajika kutoa. Kwa hivyo tumpe ile benefit of doubt, na kile ambacho ni muhimu zaidi ni kuhakikisha ya kwamba hizi pesa zinavyotolewa zinatumika kwa miradi ambayo itawanufaisha wananchi. Ikiwa ni waumini katika kanisa fulani, ni wananchi wa taifa la Kenya watakuwa wamefaidika kama wananchi na kama waumini wa ile kanisa. Naam, pengine ulivyosema katika uongozi ambao umepita, hizi michango zilikuwepo. Wale viongozi walikuwa wanatoa michango, lakini haikuwa ibua hisia miongoni mwa Wakenya. Pengine kwa sababu unajua kinachosababisha Wakenya waweze kuongea hasa vijana ni kwa sababu wanahisi kwamba mchango unaotolewa kanisani ni wa hela nyingi, ili hali maisha na gharama imekuwa ni juu sana, kwamba wanateseka. Wanauliza kwamba mbona kiongozi wa taifa aende kanisani aweze kutoa ahadi ya shilingi milioni 20 wakati vijana hawana ajira, wakati uchumi wa taifa umedorora na hali ya gharama iko juu sana. Pengine ndio kinawapatia Wakenya ile hasira. Ni pengine kwa sababu gharama maisha imepanda na michango ya kanisani iko juu, ama ni kwa nini? Kwa sababu hiyo michango pale nyuma pia imekuwepo tu. Je, rais asipotoa zile shilingi milioni 20 zitakuwa zimemfaidi vipi kijana ambaye ana ajira? Pengine alivyotoa shilingi milioni 5 au mchango wake wa magunia 1000 ya mahindi ambayo alisema yatauzwa yakawa shilingi milioni 5, pengine kufanikishwa kwa lile jengo ambalo linajengwa litampa ajira vijana 1, 2, 3, pengine hata 20 katika lile jengo mpya, na itakuwa ni ile tunasema sustainable income. Atakuwa na nafasi pengine ya kufanya kazi miaka 5, miaka 10. Kile ambacho tumekosa ni kuangalia yale matoleo yanayotolewa kwa mabano zaidi na kwa mapana zaidi, ya kwamba si tu kwamba yametolewa ni matoleo ambayo pengine yanamfaidi yule kasisi au yule askofu ambaye anapokea. Ninaweza kuhakikishia 100% ya kwamba mchango wa milioni 5 uliotolewa kwa mradi wa kanisa la St. Crispin's haukumwendea askofu, ingawa yeye ndiye aliyopata yale mambo yote, lakini hata shilingi 1 haukumwendea askofu, kwa sababu zile hela zilikuwa ni za kufaidi mradi wa ujenzi, ambapo tunasema katika ujenzi huu wale vijana wa kanisa la St. Crispin's watafaidika, kwa sababu katika lile jengo kuna ukumbi wa kuweza wao kufanyia mikutano, kufanyia sanaa, kuweza kufanya maigizo. Watakuwa wamefaidika kwa njia moja jengo lile linapokamilika. Lakini sisi hatutaki kuangalia hayo. Tunaangalia tu kwamba kuna kijana ambaye hana kazi na rais ametoa shilingi milioni 20. Je, yeye akiendelea kukaa na zile milioni 5 kwenye mfuko wake zimemfaidi aje yule kijana ambaye tunasema hana ajira? Akizitoa zitakuwa zimemfaidi directly ama indirectly? Kwa kiwango fulani zitakuwa zimemfaidi, kwa sababu zinapeana zile opportunities ya kwamba hapo kutakuwepo na pengine wale ambao watachukua zile sehemu na kuweza kuzitumia katika shughuli zao. Wanapoanza kutumia zile shughuli zao, kunatakana wale ambao wanahusika kwa kufagia, kunatakana wale ambao wanahusika kwa maintenance ya jumba lile, kama ni plumbers, kama ni electrician na nini, wanapata kazi au ajira ambayo pengine hatujaiona moja kwa moja. Haya ndiyo mambo ambayo tunafaa kuzingatia. Sio tu kwamba hela zimetolewa na pengine zinamuendea askofu au kasisi anayehusika. Hapana. Naam, asante. Pengine kidogo tuangazie kuhusu hotuba ya kiongozi wa ODM Raila Odinga. Sijui kama ulipata nafasi ya kuweza kumsikiza akiwa kwenye hafla ya mazishi kule Manzoni, kaunti ya Machakos. Naam, alizungumza pia kuhusu ushirikiano wake yeye na kiongozi wa taifa Rais William Ruto. Ndio. Na akawa pale pia alikuwepo SG, alikuwa Edwin Sifuna. Ndio. Pia akazungumza kidogo kuhusu kile ambacho amenakili kuhusiana ule ushirikiano kati ya rais na Raila Amolo Odinga. Ndio. Ulimsikiza akisema kwamba kuna mambo ambayo wameafikiana, kwamba na kama yale mambo hayataweza kutekelezwa kikamilifu, itakuwa kwamba yale maelewano kati ya rais na mheshimiwa Raila Amolo Odinga itakuwa haijatekelezwa kikamilifu. Ndio. Wewe ni mwanasiasa, pengine unasema vipi kuhusiana na hayo maneno?
Hotuba aliyotoa Mheshimiwa Raila Odinga katika ile hafla ya mazishi, nataka pia kuizingatia kwa kuihusisha na hotuba yake siku ya kutiwa sahihi mkataba ule waliofanya na Mheshimiwa William Ruto au chama cha UDA. Katika uzinduzi wa mkataba ule katika jumba la KICC, Mheshimiwa Raila Odinga alisema ya kwamba mkataba huu si mkataba wa muungano wa kisiasa, ila ikiwa yale ambayo yamesajiliwa pale, yamenakiliwa pale, yatatekelezwa kikamilifu, basi itakuwa imefungua milango ya kuundwa kwa mkataba wa muungano wa kisiasa katika siku zijazo. Walipokuwa katika hafla ile ya mazishi, katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna akasema ya kwamba sisi hatujafanya mkataba wa kisiasa, lakini mimi mahali nipo kwa sasa ninaangalia zile agenda 10 tulizokubaliana nazo na chama cha UDA, ya kwamba hakutakuwa na utekaji nyara, hakutakuwa na nini, gharama ya maisha itashuka. Mimi niko na kalamu nafanya usahihi. Kulingana na mimi, Mheshimiwa William Ruto amepewa ile tunasema blank check. Akaambiwa, wewe andika unataka hela ngapi katika check hii. Andika unataka hela ngapi katika hundi hii. Kisha aenda jiwekee. Wewe ndiye utakayeipeleka kwenye benki upate zile hela. Mheshimiwa Rais amepewa nafasi kama ile. Kwa hivyo sijui yeye alipo aliangalia swala hili vipi, lakini kama ni mimi ambaye aliyenipa ile blank check, basi zile agenda 10 ambazo ziliwekwa katika ule mkataba ni mambo rahisi sana kuhakikisha ya kwamba yametekelezwa. Sio mambo ambayo yanaweza ishinda serikali ikiwa ina umakinifu wa kuhakikisha ya kwamba inamfaidi mwananchi wa taifa la Kenya. Na ikiwa itakuwa imetekelezwa, basi kile ambacho pengine tutashuhudia mwaka 2027 ni kwamba chama cha ODM na chama cha UDA vitaweza kuungana rasmi katika ile tunasema coalition ya kwa sababu ya uchaguzi wa mwaka 2027. Hiyo ndio tafsiri yangu kwa yale ambayo yaliweza kutokea siku ya Ijumaa wakati ya ile hafla ya mazishi kule Manzoni, kwamba chama cha ODM hakijajiunga kikamilifu kwa masuala ya kisiasa na chama cha UDA, lakini kiko tayari ikiwa yale mambo ambayo wananchi wa kawaida wamekuwa yanayazungumzia yameweza kutimizwa katika kipindi cha miaka 2 kijacho. Naam, kuna kiongozi ambaye alizungumza kuhusu ile mkataba ama yale maelewano kati ya kiongozi wa ODM Raila Odinga na rais. Na akawa anauliza kwamba sasa hii serikali ni serikali jumuishi, kwamba iko pamoja, kwamba kiongozi wa wengi yupo katika serikali, vile vile kiongozi wa wachache yupo katika serikali. Nani ambaye atakuwa anatetea wananchi? Wananchi, bunge la kitaifa lina wajibu wa kikatiba kuhakikisha ya kwamba linapiga msasa shughuli zote za serikali. Na vile vile tuko na zile ambazo tunasema independent bodies and commissions. Tuko na mhasibu mkuu, tuko na ofisi ya control of budget, tuko na ofisi zingine ambazo tuko na ile ofisi ya Commission on Administrative of Justice. Zile ni commissions ambazo au ni asasi ambazo zina uhuru wa kuweza kukabiliana na serikali kwa wakati wote. Kwa hivyo bado haswa kazi ya wabunge katika bunge ni kuangalia utendaji kazi wa serikali, na zile independent commissions or institutions pia vile vile ni kuangalia utendaji kazi wa serikali. Ikiwa tutazingatia maelezo yaliyoko katika katiba au katika katiba ya mwaka 2010, basi hatuna jambo la kutupa wasiwasi, kwa sababu wakati mwingine pengine tuna zile asasi za upinzani ambazo pengine zimekuwa tu ni kukosoa serikali. Haijalishi kama mambo ni mazuri au mabaya, basi yako pale kuikosoa. Lakini zile commissions au zile ofisi ambazo ni huru zina wajibu wa katiba na zinafanya kazi yao kwa uangalifu. Sio kwamba watakuja tu wakati wowote pale na kusimama nje kusema kwamba serikali inahitajika kufanya hivi. Hapana. Wanaiambia serikali, fanyeni yale ambayo mnahitajika kufanya.
Serikali ikimaliza, basi hao wanachukua ile nafasi sasa. Waseme ya kwamba serikali hapa mlihitaji kupata idhini ya controller of budget, lakini hamkupitia katika ile ofisi, mkaweza kufanya mambo bila kupitia pale. Ripoti ile inawasilishwa bungeni na inajulikana kwa umma, na watu wengine na asasi zingine za kijamii, civil society na mengine yanachukulia kutoka pale. Kwa hivyo upinzani haujaweza, nyota upinzani haijadidimia. Ni kwamba ina nafasi, wa Kenya pia wana nafasi kupitia tume zingine na asasi zingine ili kuweza kuhakikisha kwamba serikali inawashughulikia raia vilivyo. Tulikuwepo na serikali ya muungano iliyoongozwa na Mheshimiwa Mwai Kibaki katika kipindi cha miaka 5. Pengine hatukuwa na upinzani uliojulikana wazi, lakini kazi ya kuikosoa serikali ilifanyika vyema katika kipindi kile cha miaka 5, na pengine ni wakati ambapo tulishuhudia visa vichache zaidi vya maovu katika taifa la Kenya. Kwa hivyo mimi sioni kama kuna jambo baya ikiwa muungano huu umehitajika ili kuweza kuhakikisha kama taifa tunasonga mbele, basi ni wakati ambapo tuweze kukumbatia ili tukaweze kusonga mbele kama taifa. Naam, nashukuru. Pengine tukimaliza na nimekuwa naangalia kwenye mitandao pia na kufuatilia taarifa za hapa na pale, nikasikia watu wakizungumza kuhusu usemi wa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua akizungumza kwamba tayari katika kule kuungana kwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na Rais William Ruto, anasema kwamba Raila Odinga ameitisha positions 15 za PS. Na akasema kwamba anaamini yeye binafsi kwamba sasa zile nafasi zitakuwa zinachukuliwa kwa wale watu kutoka kwa nafasi alizokuwa amepewa yeye. Sidhani kama hiyo ni sahihi, lakini vile vile eneo la kati ya nchi pengine ndio lina wawakilishi wengi sana katika serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Takriban 40% ya nafasi zote walizonazo zilizoko serikalini zimepewa watu wa eneo la kati. Kwa hivyo nilimsikia naibu wa rais hivyo juzi katika ziara ya rais kaunti ya Nairobi akisema ya kwamba sio lazima jamii moja iondoke serikalini ili ingine ikaweze kuingia, lakini ni kwamba serikali ya taifa la Kenya ni kubwa ya kuweza kuwatosheleza wananchi au jamii zote nchini. Kwa hivyo sitarajia kwamba kutakuwa na ile tunasema pengine ni uonevu kwa eneo la kati. Ikiwa wamepoteza pengine katika kamati za bunge nafasi 3 kati ya zile nyingi ambazo wanashikilia katika kamati za bunge, sioni ya kwamba kama ile national crisis ambayo inahitaji twende kufoka kila wakati ya kwamba tumenyang'anywa sehemu fulani. Hapana, kwa sababu wakati tunapopewa nafasi ya kuwahudumia Wakenya ni nafasi ile ya kuwahudumia Wakenya, tuitumie kuwahudumia Wakenya kwa jinsi inavyotakikana. Ikiwa ni katika kamati za bunge, wakati unapofika wa kukamilika kwa muhula, kwa sababu mabadiliko katika bunge ufanyika baada ya miaka 2 au miaka 2.5, ni wakati mwafaka. Ikiwa pengine wale ambao wamekuwa katika ile nafasi hawajaridhisha upande ambao uliwapa ile nafasi, ni haki ya kikatiba kuweza kubadilishwa. Kulingana na mimi vile vile kumekuwa na tetesi sana hasa kutoka katika kaunti ya Murang'a na eneo la Mlima Kenya kwa ujumla kwamba aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya kifedha ya bajeti katika bunge la taifa Ndindi Nyoro aliweza kunyang'anywa nafasi yake. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba Mheshimiwa Ndindi Nyoro hakunyang'anywa nafasi yake kwa sababu hakuwasilisha hata maombi ya kuomba kuhifadhi kiti chake. Kwa hivyo haiwezi kuwa kwamba alinyang'anywa ile nafasi, ila hali yule ambaye anahusika na kuwaweka katika kamati za bunge wa bunge mbalimbali aliweza bado kumuhifadhi Mheshimiwa Ndindi Nyoro katika ile kamati ya bajeti ya bunge. Ni yeye tu ambaye hakusema kwa vile nimehifadhiwa basi wacha nitetee kiti chake. Hapana, pengine aliona ameshatekeleza wajibu wake, hatujui, kwa sababu mwenyewe hajizungumzia kutochaguliwa kwa sababu hakuomba nafasi ya kuchaguliwa, na alikuwa wa kwanza kumkaribisha mwenyekiti mpya Samuel Atandi kama mwenyekiti wa kamati ya bajeti. Hajizungumzia kwa ubaya na yeye bado ni mwanachama wa kamati ile. Kwa hivyo nafikiri wakati mwingine tunaweka siasa sana kwa mambo ambayo pengine hayahitaji kiwango kile cha uchunguzi wa kisiasa. Naam, muhimu sasa nikupe nafasi wewe kama mwanasiasa uweze kuzungumza kama mwanasiasa
vile vile uweze kuzungumza kama Mkenya tu kuhusiana na haya yote ambayo tumeweza kuangazia leo kwenye Staftahi. Nimezungumza kama mwanasiasa kutoka tulivyoingia hapa. Ulizungumza pia kama mkulima tulipoanza. Ndio. Na pia kwa kiasi kikubwa umezungumza kama mshauri kuhusu mambo ya kidini kidogo. Ndio. Sisi kama Wakenya, Shakespeare alikuwa anasema ya kwamba ulimwengu ni jukwaa na kila mmoja wetu ana nafasi ya kucheza upande wake. The world is a stage where every one of us must play a part. Alimalizia pale kwa kile kipengee kwa sababu alikuwa anaigiza kama character moja anaitwa Antonio katika kitabu cha Merchants of Venice, akamalizia akisema ya kwamba and mine a sad one. Lakini kile ambacho ni muhimu ni kwamba msemo huu ni kwamba sisi kama wananchi wa taifa la Kenya, raia wa taifa la Kenya, sote tuna nafasi yetu ambayo tunaweza kucheza katika lile jukwaa la taifa la Kenya. Ikiwa ni katika jukwaa la kisiasa, tuna nafasi. Mheshimiwa Rais amepewa nafasi yake katika jukwaa kama rais wa jamhuri, acheze nafasi yake. Sisi kama raia, wananchi na viongozi wa kisiasa vile vile tucheze nafasi yetu. Wale ambao tunahitaji kutazama kwa makini kuhakikisha kwamba asasi za kijamii, asasi za kiserikali, za usalama zimetekeleza wajibu wao kwa mujibu wa sheria, ziweze kufanya vile. Ikiwa ni zile tunaita civil society organization, ziweze kufanya vile ili kuhakikisha kwamba zinaiweka serikali ya kitaifa in check, kwa sababu hiyo ndio wajibu wake. That is their role in the play called Kenya. Let us all play our respective roles. Thank you. Naam, niseme asante kwa kuweza kutenga muda kufika hapa studioni ili tuweze kuangazia masuala ambayo yanahusu taifa. Taifa ni letu, sisi ni Wakenya, lazima tuyazungumzie hayo masuala kwa faida ya kila Mkenya na tuweze kuweka mambo sawa. Na kwa kweli kuna vitu ambavyo umeviangazia na kufafanua ambavyo Mkenya akivitazama pia wakati mwingine inambidi aweze kutulia kama Mkenya na kuipa nafasi serikali kuweza kutekeleza majukumu yake. Ndiyo. Lakini walisema kwamba ni jukumu la mpiga kura kumkumbusha kiongozi kile ambacho aliahidi. Bila shaka Daktari Ole Sapit vile vile siku ya Jumapili alisema ya kwamba bado tuna kipindi cha miaka miwili, kwa hivyo tupunguze siasa. Tupunguze siasa, ikifika mwaka 2027 tutajitosa uwanjani, tutaweza kupiga debe na baadaye uchaguzi utafanywa. Kwa sasa pengine tuipe nafasi serikali ikaweze kuwatumikia wananchi wa taifa la Kenya. Wengine watasema ya kwamba pengine alikuwa na lengo fulani akisema yale, lakini pande zote Mheshimiwa Rais William Ruto ameonekana pengine katika ziara zake za maendeleo akijihusisha na siasa. Pengine ni wakati apunguze kujihusisha katika siasa na azingatie zaidi maendeleo. Viongozi wa upinzani kila siku pia vile vile tunapata ya kwamba wanajihusisha na siasa za mwaka 2027. Mheshimiwa Rigathi Gachagua aliyekuwa naibu wa rais ametuambia kwamba ajenda yao ni moja, kuhakikisha ya kwamba Rais William Ruto anamaliza muhula wake na kwenda nyumbani katika awe rais wa awamu moja. Na hilo ndilo pengine kulingana nao ndilo watakalojihusisha nao zaidi kati ya sasa na 2027. Lakini alivyoshauri Askofu Mkuu Daktari Ole Sapit, wacha tupunguze joto la kisiasa kidogo ili tuipe fursa serikali kuweza kuwatumikia wananchi wa taifa la Kenya. Naam, asante. Pengine kabla nikuruhusu uondoke, sijui kama umesikia taarifa za Mkenya wetu ambaye yuko kule Vietnam. Margaret Nduta, ambaye Wakenya wengi wamezungumza kwenye mitandao, wakiwemo viongozi wamezungumza. Hatujapata habari za hivi punde kumhusu, ijapokuwa kulingana na hukumu iliyotolewa ilitarajiwa ya kwamba hukumu ile ingetekelezwa hapo jana. Na kukawa na tetesi mtandaoni ya kwamba Mheshimiwa William Ruto, katibu wa Wizara ya Masuala ya Nchi za Kigeni, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na wengine wamehusika ili kuweza kuhakikisha kwamba pengine hukumu ile itekelezwe. Hatujui ni yapi haswa ambayo yameweza kutokea,
pengine ni tetesi tu za mitandaoni, lakini ile taarifa ya moja kwa moja kutoka katibu wa masuala katika wizara ya masuala ya nchi za kigeni Sing'oei Korir ni kwamba walijaribu kushirikiana au kufanya mazungumzo na serikali ya nchi ya Vietnam, na ikawa kwamba wanasema kwamba sheria za nchi hiyo kulingana na masuala ya ulanguzi wa madawa ya kulevya ni sheria kali sana, ambapo serikali ya kitaifa haina nguvu za kuweza kuingilia. Ingawa kile ambacho nafikiri kwa upande wa Kenya wanazidi kusisitizia ni kwamba pengine huyu hakuwa mlanguzi, alikuwa ni ile tunasema victim of circumstances, na pengine on humanitarian ground ndio maana ikawa inajaribu kuishawishi serikali ya Vietnam kuweza kusitisha ile hukumu ya kifo, na pengine kuipunguza, kuifanya hukumu ya maisha, na ikiwa inawezekana katika sheria za kimataifa kuruhusu Mkenya yule kuhamishwa kutoka nchi ya Vietnam na pengine kutumikia kifungo ambacho atakuwa amepewa katika taifa la Kenya. Ni masuala ambayo pengine tutazidi kuyatazama, lakini pia vile ni funzo kwa wananchi wa taifa la Kenya kwamba kama wananchi wa taifa la Kenya, hasa tunaposafiri kuelekea katika nchi za kigeni, tujue ya kwamba sheria za nchi zile ni tofauti na sheria za taifa la Kenya, kwa sababu kwa sasa sheria za taifa la Kenya hazimruhusu mtu kuhukumiwa kunyongwa. Pengine hukumiwe maisha gerezani, lakini hazimruhusu mtu kuhukumiwa kunyongwa. Na hivyo mataifa mengine hayajaweza kuweza kuondoa ile adhabu ile ya kunyongwa, licha ya kwamba katika mkataba wa human rights, international human rights, jambo lile limezungumziwa kwa muda na ikapendekezwa ya kwamba hukumu ile ya kifo iondolewe katika mataifa yote, lakini bado mataifa mengine hayajaweza kuzingatia. Ni ombi langu ya kwamba kama wananchi wa taifa la Kenya tutazingatia hayo tunaposafiri katika nchi za kigeni kwa ajili ya kutafuta ajira, kwa sababu wakati mwingine tumeambiwa kwamba pia katika zile nchi za ugaibuni, Saudi Arabia, Qatar na mengineyo, pengine ni hatia kubwa sana kwa watu kuhusika hata kwa mambo ambayo pengine katika taifa la Kenya tunaona ni ya kawaida, pengine katika mahusiano na wameenda katika kazi, pengine ni hatia kubwa sana. Na kwa sababu sisi kama Wakenya tunazingatia kwamba pengine tuna kiwango fulani cha ukuaji wa ile tunaita civil rights, pengine tunataka kuyapeleka mambo haya katika mataifa ya kigeni. Ikiwa tunataka kumaintain zile privileges na nini ambazo tunazipata kama wananchi wa Kenya, tuendelee kuzimaintain tukiwa taifa la Kenya. Tunapotoka nje, tuzingatie sheria za nchi za kigeni. Vile vile tuzingatie wale ambao tunasafiri nao, na tuzingatie zile mizigo ambazo tunabeba na kuwa makini nayo katika any point of transition, kwa sababu pengine utapata vitu kama vile mtu akiona pengine amefuatwa katika mashirika ya ndege au angatua za ndege za kimataifa, pengine akiona kwamba amefuatwa kwa karibu, anatafuta yule ambaye hasuspect chochote na pengine anampa. Ndiposa unaona ya kwamba kwa sababu ukisoma ile story yake Mercy Ndutani kwamba alipewa mkoba akamwasilishia mwanamke mwingine katika taifa lile, na kwa bahati mbaya mkoba ule ukawa umebeba kilo 2 za mihadarati, na hivyo ndivyo yalivyopatikana katika changamoto ile. Kama wananchi tuwe wamakinifu pia tunavyosafiri, tuhakikishe ya kwamba tunalinda zile bidhaa ambazo tunasafiri nazo na ziwe ni za haki ambazo hazitatuweka katika matatizo yoyote. Naam, asante. Nashukuru. Kwa hivyo nikuruhusu uondoke kwa sababu nimekuweka kwa muda na kikombe cha chai hakipo, lakini unaelewa najua kwamba wakati mwingine kikiwa tayari utakipata tu, ila nasema asante kwa muda wako na yale ambayo tumejadili kwa faida ya watazamaji wetu. Asante sana mtazamaji kwa kufuatilia West TV. Tunamaliza awamu ya pili ya Staftahi, lakini awamu ya 3 ya The Morning Scoop itakuwa inaingia muda usiokuwa mrefu. Mimi nasema asante kwa kutazama, asante kwa mgeni wetu Bwana Julius Masinde. Tunasema nini? Tunasema asante, tukutakie Jumanne njema, tukirejesha kwa mwelekezi wetu Kelvin.
Kibet.